Safina ya Nuhu. Zamani sana dunia ilikuwa imejaa watu, lakini mioyo yao ilikuwa imejitenga mbali na Mungu. Ukatili na uovu vilienea kama vivuli katika nchi yote. Wema ukawa adimu na huzuni ikajaza kila siku iliyopita. Hata hivyo, Mungu aliona yote na moyo wake ukajaa huzuni kuu. Miongoni mwa watu wote, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akitembea kwa uaminifu pamoja na Mungu. Jina lake lilikuwa Nuhu, na moyo wake ulikuwa umeelekezwa katika haki. Alimwamini Mungu hata wakati wengine wote walipogeuka. Mungu alimwangalia Nuhu kwa fadhili na furaha. Mungu aliona kwamba dunia ilikuwa imeharibika na imejaa ukatili. Moyo wake ulijaa maumivu kwa sababu ya kile ambacho uumbaji wake ulikuwa umekuwa. Nitatuma gharika kubwa ili kuitakasa dunia, Mungu alitangaza. Lakini hata katika hukumu, rehema yake ilibaki. Mungu alimuita Nuhu na kusema maneno mazito lakini yaliyojaa tumaini. Wewe na familia yako mtaokolewa, aliahidi kwa upole. Mungu alimwamuru Nuhu kujenga safina kubwa ya kimbilio. Kupitia utii, uhai ungehifadhiwa kutoka maangamizi. Mungu alimpa Nuhu maagizo sahihi na ya kina kuhusu safina. Safina ilipaswa kuwa ndefu, pana na ndefu kwa kimo, ikijengwa kwa nguvu na uangalifu. Kila kipimo na kila undani vilikuwa muhimu katika mpango mkamilifu wa Mungu. Nuhu alisikiliza kwa makini na kuhifadhi kila neno moyoni mwake.